Kama unataka kurekodi screen yako katika quality nzuri, iwe ni tutorials, gaming au content za YouTube, basi hii video itakusaidia sana. Ndani ya dakika chache tu utaweza kurekodi screen yako kwa kutumia OBS Studio bila ya shida yoyote ile. Sawa. Hapa tayari nipo ndani ya OBS Studio yangu. Kama bado wewe hauja install, hakikisha unatazama video zilizopita kwanza ili kuweza kudownload na kuinstall katika kompyuta yako. Lakini kama wewe tayari upo nayo, fungua na twende hatua kwa hatua kwa pamoja. So katika huu upande ambapo inapatikana scene, hakikisha upo na scene kama hivi. Mimi tayari hapa unaona nipo na scene hii. Kama haipo wewe scene, unaweza kubonyeza hii alama ya jumlisha hapa ya plus kuweza kuongeza scene. Ukiklik itafunguka box hii ku add scene, utaipa jina scene yako, utaklik okay, itakuja itaonekana hapa. Lakini mara nyingi inakuja tayari na scene moja kama hivi. Hivyo unaweza kuitumia hiyo hiyo tukaendelea na hatua zinazofuata. Sasa hapa ndipo hatua muhimu inaanza. Tunakwenda kwenye sehemu ya source, na katika sehemu ya source kuna hii alama ya plus huku chini. Fuata hizi hatua ambazo nazipita mimi ili na wewe uweze kufanya hiki ambacho nakifanya, mwisho wa siku turekodi screen yetu. Halafu click katika hii alama ya plus ku add source. Baada ya hapo utakuja sehemu iliyoandikwa display capture. Kitu muhimu sana hiki ambacho tunatakiwa tuweze kukiingiza hapa ili tuweze kupata screen yetu. Click. Hii ndio itafanya OBS ichukue screen yetu yote na kuonekana. Kwa hiyo itakuja box kama hii. Baada ya kuchagua hapa katika display capture, tutaletewa window kama hii ya kwangu unayoiona hapa, ndogo tu. Then unaweza ukaipa jina hapa, wacha tuache hiyo hiyo default display capture, then click okay. Kama utakuwa na screen zaidi ya moja, kama mimi hapa nipo na screen mbili, nipo na monitor ya nje, nipo na laptop yangu, kwa screen mbili, screen ya laptop yangu na screen hiyo ya nje. Lakini kama wewe ipo moja tu, itadetect, itakuwekea tu screen hiyo iliyopo. Lakini kama upo nazo mbili, basi itakubidi uweze kuchagua. Katika capture method, acha hivi hivi automatic. Display, hapa ndo utachagua unahitaji kioo kipi kiweze kurekodiwa, screen ipi iweze kuwa recorded. Kwa hiyo mimi nitachagua hapa, hii hapa ndio ambayo primary monitor yangu ya laptop yangu nahitaji ni rekodi kupitia screen hii. Ta click select. Baada ya hapo hizi nyingine achana nazo. Capture cursor, manake kasa yako pia itarekodiwa. Unaona hapa sasa hivi tayari imeweza kudetect screen yetu ya laptop yetu, inaonyesha kama hivi infinite screen inaonekana hivi na kasa yetu inaonekana ikitembea. Ukiondoa hii capture cursor, manake kasa haionekani. Kwa hiyo hakikisha hapa ipo tick. Baada ya hapo click okay. Tayari tutakuwa tumeadd display capture yetu hapa kwenye source, na huku screen yetu unaona jinsi ambavyo ina detect katika hii display capture ambayo tumeiweka. Kasa yetu unaona yapo. So hapa tayari tunachokifanya katika screen kinaonekana, na tutakapo start recording itaanza kurekodiwa. Na baada ya hapo tunakuwa tumeshafikia hatua za mwishoni tena kwa ajili ya kurecord. Lakini kuna vitu vya kurekebisha hapa ikitokea umekutana na situation kama hiyo. Kitu gani? Kama screen yako itakuwa haijafit, unaona hizi, unaweza kuzishikilia na kuzivuta hizi zijae frame. Unaona inawezekana pengine imekaa kama hivi. Kwa hakikisha unashikilia huku na unaijaza ijae kwenye frame hii, isiache sehemu nyeusi kama hivi. So wacha nirudishe hapa. Ndio kitu cha kuweza kuzingatia hicho. Hakikisha imecover sehemu yote, isiache black hii ambayo unaiona hapa. Mwisho wa siku utakapokuja kusave video yako itakuja na black kama hii pia. Kwa hakikisha hayo na black kama hivi na fit. Na mara nyingi inakuwa ni hivyo, haileti shida hiyo. Ikitokea nishakupa hiyo jinsi ya kuweza kuitatua. Lakini kabla hatujaanza kurekodi, kuna setting chache muhimu sana ambazo nitahitaji tuweze kuzifanya. Twende katika setting. Katika setting unaweza kuipata katika controls. Unaona hapa, hii hapa setting, click. Itafunguka window ya setting. Na huko kuna general appearance, stream, output. Kuna setting nyingi tu za kuzifanya ambazo zinakupa matokeo tofauti. Sasa hapa kuna vitu kadhaa. Njoo katika sehemu ya output hii hapa, na hakikisha recording format ipo katika MP4. Recording format, ukija hapa katika upande wa recording, unaona kuna recording format hii hapa. Mimi tayari by default ipo katika MP4. Angalia na kwako, hakikisha imekaa MP4. Unaweza kuclick katika hii triangle elekea chini hapa, ukaona format nyingine tofauti. Kwa hiyo sisi tunakwenda na MP4 hii ambayo by default imechaguliwa hybrid, kwa sababu MP4 kuna hii ambayo fragmented MP4, lakini twende na hii ambayo by default imechaguliwa MP4. Baada ya hapo quality pia
angalia, hakikisha ipo vizuri. Quality hii hapa, recording quality, tuache by default hii high quality, medium file size. Unaweza kubadilisha, lakini kwa kuanzia sitopenda uweze kufanya hivyo. Acha na hiyo quality ambayo by default ni high quality, inakuwa selected na OBS. Baada ya hapo, kama settings zako ziko sawa na zangu, hakuna tatizo. Alafu unaenda katika sehemu ya video. Unaona huku pembeni kuna hii video, click hapa na hapa tutakuja tutaweka sawa kama kuna vitu haviko sawa. Kwanza katika issue ya resolution, mara nyingi OBS ina detect screen yako na ina select resolution ambayo ipo nayo. Kwa hiyo chagua hapa output yako unahitaji hiyo resolution gani. Kwa mfano mimi hapa nimechagua iwe 1920 kwa 1080. Kwa hiyo wewe kama laptop yako ni ina resolution tofauti, inakuwa detected hiyo resolution yako hapa, lakini unaweza kubadilisha na kuweka resolution nyingine. Kwa mfano mimi naweza kuchukua resolution ya chini, sihitaki hii ambayo screen yangu inanipatia, naweza kuchagua resolution nyingine hapa, lakini by default tuache hiyo 1920 kwa 1080 ndio ambayo PC yangu uwezo wake. Lakini pia frame per second hapa unaweza kuweka 30 ama ukaacha hii 60, hakuna tatizo lolote, hamna shida yoyote. Baada ya hapo bonyeza apply, halafu click okay. Baada ya kufanya hizo setting kadhaa ambazo ni muhimu, then tayari kwa ajili ya kurekodi. Kwa hiyo utakuja huku katika sehemu ya control, ndipo ambapo tutaenda ku start record, then utaklik hapa katika start recording. Ukiklik tu hapa, kuanzia hapo itaanza kurekodi. Hapa sasa hivi imeshaanza kurekodi. Mimi ya kwangu ina record screen na ina record sauti hapa. Sijaja kufahamisha bado kuhusiana na sauti, lakini mimi tayari ina record screen na sauti itasikika pia. Kama unavyoona hizi bar zina panda na kushuka hapa, ikionyesha sauti inakuwa detected. So baada ya kuweza kurekodi, kwa mfano acha ni minimize hapa, nifanye baadhi ya vitu ili uamini kama tayari screen inarekodiwa hapa. Kwa hiyo refresh, acha nifungue file explorer hapa. Then kama unavyoona wacha nizunguka kidogo ni kuonyesha the way ambavyo ina rekodi. So kama hivyo ambavyo umeona tayari nimeweza kurekodi. Kuweza kustop unaweza kurudi katika OBS studio yako, then ukaja hapa ukastop recording ama ukapause, baadaye ukaja kuendelea. Kwa mimi nita stop recording na itasimamisha kurekodi na moja kwa moja itahifadhiwa video yangu ambayo nimerekodi. Kwa nini sijaiona hapa baada ya kuistop? Tayari imeshahifadhiwa. Wapi ambapo utaiona? Sehemu gani ambayo imeenda kuwekwa? Unaweza kuja katika setting, then ukaja katika hii window ya setting, katika sehemu ya output. Hapa kuna sehemu ya recording path. Umeona? Mimi ya kwangu itahifadhiwa katika folder la videos kwenye laptop yangu. Kwa hiyo kama unahitaji kubadilisha hii path ya kuhifadhiwa video zako ambazo utazirekodi kwa OBS Studio, unaweza kuklik hapa katika browse na ukachagua folder ama path nyingine ambayo unahitaji video zako zihifadhiwe baada ya kurekodi. Mimi nitaacha hapa katika folder la videos. Baada ya hapo, kama nimeshafahamu ilipoenda kuwekwa, maana yake nina uwezo wa kufungua folder langu hapa, nikaja katika folder la videos, ili hapa na hii hapa video ambayo nimerekodi screen kwa kupitia OBS Studio. Labda niweze kuiplay uweze kuiona. Kwa hiyo nitasimama, sitaongea hapa ili uweze kusikia pia na sauti iliyochukuliwa. Acha niweze kuiplay. Umeona ishaanza kurekodi hapa. Ina record. Imeshaanza kustart kurekodi. So hapa mimi nikitoka, chochote kile ambacho nitakifanya hapa katika screen yangu hii, basi kitaonekana. Kwa mfano kama hivi unavyoona. Hapa tayari na rekodi hivi vitu ambavyo navifanya. Okay? Kama hivi ambavyo naona. So utarudi. So hii ndio video ambayo tumeweza kuirekodi kupitia OBS Studio. Unaona hata quality yake nzuri sana na imerekodi screen nzima kama hivi. So ni very simple kuweza kutumia OBS Studio. Watu wengi wamekuwa wakipata shida kuweza kuitumia, lakini nadhani kuanzia leo kupitia video hii ambayo nimekupatia haitakuwa kipengele tena kwako. Na hapa sasa unaweza kurekodi screen yako kwa kutumia OBS siku zote bila shida yoyote. Kwenye video inayofuata nitakuja kuonyesha jinsi ya kurekodi audio safi kabisa bila ya noise na bila matatizo ya mic. Kama video hii imeweza kusaidia na umejifunza kitu, hakikisha una like video hii na kusubscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe. Tukutane kwenye video itakayofuata. Asante sana. Una swali lolote, kuna sehemu ya comment hapo. Kama kuna sehemu umekwama vile vile unaweza kuniambia tukaweza kusaidiana. Sina la ziada katika video hii. Natumai sote tumeweza kurekodi video kupitia OBS Studio kwa mara ya kwanza. Asanteni sana.